So tulikuwa tumechora, tumefika hapa kwa hii stage. Nikasema kitu next tunakuja kuchora roof, asi roof. Tunakuja kuchora slab. So ukitaka kuchora slab again ni unakuja tu kwa design. Unakuja kwa design alafu utapata kuna slab option, na click on it. As a double click on it will make more changes. For instance, mimi nataka kutumia thickness taki ya 200, nataka kutumia 200. Thickness ya slab inakuanga between 125 na at least inakuanga 125. Unaweza tumia 125, 150, 150, 175, 200. So mimi nataka kutumia 200, na hapa nikitaka naweza switch on texture za slab. Sema ni switch on kama hii hiyo peke yake. So unaweza tumia option ya magic wand to draw once, but ukitaka ku draw hii ya manual yenye ni common, nitakuja kama kwa hii corner, ni click hapo, then nime click slab, nimekuja tu kwa hii corner. Hata before ni click na nimefinya escape, wakati nilikuwa kwa slab, ukikuja kwa hii hizi vitu tatu ziko hapo kwa geometry method, ukiklik ya kwanza inafanya unachora slab kama element tu, kitu moja moja. So naweza leta hapa, nileta hapo, nileta hapa. Hapa tuko na veranda, so acha nilete hivyo. Kuchora hii nimeleta tu hapa, inanipea hiyo node. Once nikileta hapa ikichora kitu kama sako, na naleta hapa yenye zinakutania hapa, zina intersect. Then unaweza leta hapa, leke pale hivyo tu. So hizi with time tu ukifanya unazoea. Alafu sasa niko na zoom in, natumia mouse, so na zoom in place nataka, nikisha click na zoom out. Hivyo naweza zoom in up again. Ukiendanga pale penye unataka, unajua hiyo middle mouse button natumikanga ku zoom in na ku zoom out. Nakwanga better kutumia kuchora roof na slab, yani ina make sure umeweka pale inataka. Sometimes ukiwa umezoom out sana unaweza chora kitu place haifai na utagundua. So hiyo acha nipitishe tu hivi mpaka hapo, then hapo hivyo, na tunakafunga. So hii ya mwisho ukileta kwa node ya mwisho, naona yenyewe inaleta kitu kama hama fulani hapo. Check hiyo maneno, inaleta kitu kama hama. So kikuja hivyo na click tu, naona kwa umemaliza. Tukikuja kwa 3D utapata kwa tumechora slab fulani hapo, ndio check maneno. So tumechora hii slab yetu, na vile nilikuwa nasema sasa, tukitaka tunaweza ihamisha kutoka hapa chini tupandishe kule juu kabisa. So tunataka tu copy to the wall, na copy to the wall floor plan, ground floor, na kuja na paste kwa copy ground floor, na kuja ni paste kwa first floor. Hii ndio inakuwa the easiest way ya kuchora ghorofa kwa KiCad. So nikikuja nakuja kuselect nikitumia nitumie marquee tool. Hii inaitanga marquee. So hii marquee tool ziko mingi. Kuna kwa mfano kama hii nimeselect hii dotted, I think inaitanga marquee. Kuna kama hii, kuna hii ziko kibao sana. So ile yenye mimi nataka kutumia ni sasa, hii ni vile generator, lakini I think nikiswitch, hebu nijaribu kuswitch profile. Nikiswitch profile naenda kwa basic, I think itaniandikia gani nafaa nini. Bado niandiki, but basically acha nirudishe profile yangu irudi. Mimi napenda kutumia hii architectural profile 24. So basically hizi marquee tools zina select vitu differently. Ukitumia hii ina select everything kwa kila story.
Yani kama unachora kitu tuseme uko story 4 na unatumia marquee tool kuselect kitu from story 4, utapata na kuselectia kutoka story 4 to story 1 kama unatumia hii option. Ni vile niandikia, lakini ukiklicking tu inakuandikia inafanya nini. I'm sure yako itakuandikia hapo, yangu hainiandiki. So kama mimi sasa sofa naweza click kama hii juu kwa ground floor. Nataka tu ni make sure nime select kila kitu kwa ground floor. Nikiclick hii nakuja tu at any point penye nataka. But una make sure ina enclose drawing unataka copy. So kama hapa na right click, una left click na una hold hiyo mouse button yako, una hold na una drag, ina cover hiyo area yote hiyo building, na unaachilia hiyo button, una click hapo hivyo. So kisha click imeselect kila kitu kwa within. Kama imeselect sasa, hii kitu naweza fanya, naweza kuja nika click arrow na nafinya control C. So unajua kucopy unafinya control C. So ukifinya control C, kitu laptop imefanya imecopy kila kitu kwa within your box. Hata kama kuna file nyingine ulikuwa umechora maybe outside your box, no, kwa sababu ku delete itakuwa imeclickiwa. Then narudi kwa ground floor sasa, na right click kwa ground floor na nakuja kwa story 1. So ndio hapo nilikuwa nimekuambia ukitaka unaweza kuja kwa story settings uka add more stories on the top ama uka reduce stories. Kuna tutorial nilikuwa nimefanya kwa story settings, though nili-upload YouTube. Naweza kutumia video ama link ukaona kama if at all unataka kujifunza vitu za story settings. But hapa nilikuwa nimesema story settings zetu zote ni hivi. But kama una draw kitu inapita story 2, unaweza kuja hapa na uka add story nyingine. Kama tuko hapa story 2, naweza sema insert above, alafu tutakuwa na story 3. Kama nataka kuchora kitu ya basement, naweza kuja kwa ground floor na nasema insert below, alafu naweza change kama ni depth yake itakuwa different nini na change hapo. Then ukifinya okay, utakuja unapata wakati unakuja kwa story settings unapata hizo stories ziko, kuna minus story, ground floor, story 1, story 2, story 3. So kama nyumba yako inaenda up to story 10, unaongezanga tu hizo story settings, una insert above. Hivi tu si ngumu. So nikikuja kwa story 1, tunaenda story 1, tulikuwa ground floor. Tumekuwa ground floor, so tunaenda 1 story. So tukienda 1 story, so hata hii makitu unaweza escape tu. Nimefinya escape. Then una make sure inakunga vizuri ukizoom out. Usikuwa umezoom in sana, zoom out. Ukizoom out then finya kupaste yenye ni control V. Ukifinya control V, kama umezoom out ita make sure imepaste exact location penye drawing yako ya ground floor ilikuwa. But ukiwa umezoom in sometimes wewe inapoteza hizo locations, especially kwa 2019 hata 20 utapata inakupaste hiyo story yako pale penye ifai. But ukizoom out ndio paste, ita make sure imepaste exactly penye hiyo wall ilikuwa. So nimefinya control V na right click na finya okay. Then nikikam kwa 3D utacheck tuisha kuchora yenye gorofa. Na gorofa imeanza imeanza kujileta. Alafu hapo kumbuka hapa tutakuwa na stuff kama balcony. So iko sawa. Iko chuju. Kufikia hapo hivyo iko sawa kabisa. So kufikia hapo iko chuju, iko chonjo. Kuna tu kitu kimoja chenye nilisahau kufanya. So ni introduce hapa. So nimerudi naenda kwa ground floor. Alafu button hii dimension ilikuwa ngapi? So nilikuwa nimesema mimi hupenda kutumia line tool ku confirm dimensions. Ukichapa line tool utaona na kuandikia urefu. So hapa inakuja 3800. Ni mrefu. Nilikuwa nataka kitu kama 20. So nilikuwa nataka kitu kama 3400. So nataka tu nirudishe hii na drag copy yake. Nafinya hata hii chan drag tu.
control shift plus D, nataka ku drag copy irudi nyuma by, imekuwa 200 by 400, nataka kitu kwa 34 hapo. Then ido naweza drag pia by, inafanya tu control D nirudishe by 400. Then naweza delete, naweza delete, afu ni cut. Hiyo niko na cut, si delete, hata inatonga ku cut. Then naweza copy. Actually sitaji ku copy, nakuja kwa 3D, nakuja kwa one story, nikikam kwa one story na delete, au si delete na nimeselect, hold control then na cut part. Alafu tuko tumesema tuna shift by, tuna drag back by 400, kitu kama hiyo. Then kirudi ama nienda hata kwa 3D ucheki maneno kwanza. Naona hapa juu sasa tuna kitu, so naweza select nikiwa kwa 3D, then nifanye control T, alafu juu yake niongezee kitu kama 2700. Kuja hivyo si mbaya. Then naweza enda kwa story 1. Sasa ndapata kuna wall hapa, select wall na ni cut. So actually hii wall umeona sija copy, I hope umeona. Hata hii wall pia ndakuja kuifanyia hapo. Hii wall hapa, hii wall sija copy, na sija copy juu nimetaka wall moja na run kutoka chini ikikuja mpaka juu. Hiyo wall inakuwa very crucial time unataka kufanya maneno yako ya itoaje, mbona nasahau. Ukitaka kuweka window hapa ina run kutoka chini, unajua hapo unataka tuweke window ina run kutoka chini mpaka juu. So the only way unaweza fanya hivyo window continuous ikatokea fiti ni ku make sure kwa ArchiCAD wakati una draw unatumia wall moja kutoka chini mpaka juu. Hiyo inakuwa trick, unatumia wall moja kutoka chini mpaka juu. So hii wall wakati unawekea window, hiyo window unaweza weka window kwa mrefu tuone ina fit juu mpaka chini. Na hii slab na of course itakuwa hapa, kuna vile tutacheza nayo baada tujacheza na slab ya story 1. Kumbuka hii ni slab ya ground floor yenye tulikopi tu ikakuja huku juu. So nikirudi hapa naenda sahi kwa hata dirisha, naweza mwa dirisha nichorea hapo kwa one story ama nichore kwa ground floor. So for instance diro kama asina diro naweza drag huku, hii nikidrag itafika, itanambia wewe bwana acha kunidanganya hizi kuta zifanani. Mimi nafika, inafika. So hata hii diro vile inafika, acha ni drag to control shift plus D na drag copy ya hii window na irusha hapo hivyo. So na hizi matrix mzuri na kufunza hapa hivi. So nakuja hapa, hii diro inaonekana. Nataka kufanya hii diro ikuwe mrefu iteremke mpaka chini. Naweza kuja kwa elevation nika edit huko. Sijui ni elevation gani, hii ni south. Nikiklik hii window naweza stretch kwenda chini. Kitumia hii option, unaona hizo ujanja na kufunza. Nikitumia option naweza stretch hii window mpaka pale nataka ikae. So tuseme window ikwe, naweza itumia kama hii line, naweza kwetu position same yani. Alafu nikiona ni kadogo sana naweza panua upana, nikiklik hii node I'm sure I hope siende haraka sana, naweza panua hii upana ya window yangu. Ama sometimes tu naweza click tu kaenda control T then naweza change dimensions juu hii window tuseme 1200. Have to check hiyo maneno kwa 3D. So basically kwa ArchiCAD kuna vitu unaweza edit in 3D. Si in 3D, kuna vitu zenye unaweza edit in elevation na kuna vitu zingine huwezi edit in elevation. So far nimekuonyesha kitu kimoja. Kama windows umeona tunaweza stretch urefu na upana in tukio kwa elevation. Na sio peke yake, kuna tu vitu mob actually unaweza, hata wall unaweza cheza nayo ukiwa kwa elevation. Nini nyingine, kuna vitu mingi. I hope with time kuna kuanga wall, kuna slab pia unaweza.
Slab unaweza stretch upana, beam unaweza cheza nayo na elevation, then shell tool pia ina elevation, hata morph tool unaweza edit in elevation. Kuna vitu mingi na zinakuanga at times ni important ukijua ni kitu gani unaweza tumia in elevation. Juu inakusaidianga pia, itakusaidia kuimprove maujanja zako. So nimefanya control shift plus T wakati nimefanya control plus T kwenda kwa settings za Windows. So nikuja kwa hizi settings za Windows, basically nataka niongeze tu hiyo namba ya grids ya hii Windows. Unaona, unacheki hii window ni mrefu sana, iko na nini kidogo, so nataka hizi grids zikuwe mingi. So nimeselect hiyo window, nafanya control plus T, alafu hapa naweza change. So naenda side tulikuwa na narudi kwenye tulikuwa na grids, ama hapa kwa search options nilikuwa nimeselect HV grid, niseme horizontally chini yake 6 tuone itakuaje. Kumbe sio ndo tunataka. Hii rudi 3 ni vertically nataka 6. Okay. Sasa hiyo si mbaya, but tuacha ni reduce to chini 8 kitu kama hiyo. So basically hii place tunataka itakuwa na letting light, mwangaza. Hakutakuwa na slab hapa. Unaona hata slab hii base tuko na nini yetu, kuna slab, ndio nimesema tutakuja kuedit hizo mabadaye, but for sasa I think itakuwa fiti nikimaliza hii tutorial hapa. Though inakaa kuwa fupi, I think itakuwa fiti tukimalizia hii hapa, alafu next tunaona vile tunacheza na vitu more, then vile tunaweza edit nini itakatiko kwa kivyake. Vile unaweza edit slab ukacha space mzuri hapa ya stair. Alafu pia vile tutachora hii balcony, kuna balcony hapa. Na hata hii hapa unaona hii hapa tuna inafaa tu delete. Ukikuja kwa hii drawing yangu yenye nilikuwa nimedraw kitambo, iko hivi. Basically ndio kitu tuna draw. So far maybe ijaanza kuleta hii sura. Hapo hivi unaona tuna kitu. So far maybe ijaanza kuleta hii sura, lakini sura tu inakuja pore. Haitaki kuforce vitu. Tunadrongo tu mosmos, alafu tuona vitu zenyewe zina change. Kitu inaanza kutokelezea. So ni mosmos tu. Tukisonga pore. Hapo iko sawa.